Mtukuze Mungu, muabudu Mungu, mshangilie Bwana, kwa maana yeye ni mwaminifu kwetu kila itwapo leo. Anatupenda na anatuwazia yaliyo mema, na ndio maana tuko mahali hapa. Mwinue Mungu, mwambie asante Mungu, asante Baba, ninakushukuru, ninakutukuza, ninakuinua, ninakupa heshima kwa sababu ya neema ulioachilia jioni ya leo. Hebu mpigie Mungu makofi na vigelegele. Piga makofi kama hutapiga tena. Basi tukae kwenye kiti chako. Amina. Walio nyuma ambao wasogee mbele ili viti viweze kujaa na kukaa vizuri, na waliokaa hivi wanaweza akasogea mbele zaidi. Ni waombe tu. Jazeni viti ili tuweze kukaa kwa utaratibu ulio mzuri zaidi. Amina. Ninamshukuru Mungu kwa uaminifu wake na kwa neema yake kwa ajili ya siku ya leo ya Jumatano ambayo tumepata kibali cha kuwemo nyumbani mwa Bwana. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Askofu Benedict Limo anayetulea kwa ajili ya madhabahu hii. Ninambariki Mungu na kumtukuza Mungu kwa ajili ya baba huyu kwa sababu amekuwa mlezi mwema. Hebu mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Namshukuru kwa ajili ya makamu askofu na wachungaji wote walio mahali hapa ambapo Bwana ametupatia kuwa waangalizi, na sisi tuko watoto, tuko chini yao. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupenda, ametupatia wachungaji wazuri. Namshukuru Mungu kwa ajili ya wazee wa kanisa wote. Mungu awabariki viongozi wote wa kanisa, maana nimepata kibali jioni ya leo kusimama madhabahuni mbele za Mungu na mbele za watu watakatifu, si kwa akili, si kwa ujanja, ni neema ya Bwana ambayo nimeipata. Mungu awabariki. Karibu nyumbani mwa Bwana. Ninawapenda. Kwa majina yangu naitwa Beatrice Almoni Mgogosi. Ninawapenda. Karibu sana nyumbani mwa Bwana tuweze kujifunza neno la Mungu kama ilivyo desturi ya Kristo. Amina. Katika hili naomba uinamishe kichwa chako ni mshukuru Mungu. Baba mtakatifu, asante Kristo kwa ajili ya jioni njema ya leo. Tazama tumekusanyika kusanyiko la watakatifu katika nyumba ya ibada. Nawe Kristo umenena katika neno lako, walipo wawili watatu wewe upo katika yetu. Na jioni ya leo upo mahali hapa Bwana kwa ajili ya kutuhudumia, kwa ajili ya kututembelea. Nami niko tayari kwa ajili ya nafsi hizi zenye thamani ulizozinunua kwa damu ya msalaba. Nitumie kama chombo chako ulichokitenga na kukiteua. Nalibariki jina lako, nalitukuza jina lako. Neno hili likawe ni uzima, likawe ni ukombozi, likawe ni nuru, likawe ni taa, na likawe ni mwanga wa njia zetu jioni ya leo, na mioyo yetu ikakunjuke na kupokea sawa sawa na utukufu wako. Asante Baba, libarikiwe jina lako, na liinuliwe na litukuzwe kwa ajili ya utukufu wako, na kila mwenye pumzi ya Kristo na aseme amen. Amina. Tunaenda kuangalia neno la Mungu au maandiko matakatifu katika Biblia jioni ya leo kama Mungu alivyotukusudia ili tuweze kuyaangalia. Ninakukaribisha tena na tena kwa ajili ya kuuandaa moyo wako na nafsi yako na ufahamu na mawazo yako ili tuweze kwenda sambamba pamoja na mimi na wewe sawa sawa na msaada wa Roho Mtakatifu atakaonijalia. Amina. Tuko pamoja? Ama tuko pamoja? Nipungie mkono hewani. Amina, amina. Basi tunaenda kuangalia neno. Kichwa cha somo ambacho tumekiandaa
pamoja na Roho Mtakatifu ni urejesho wenye agano la Mungu. Kichwa cha somo ni urejesho wenye agano la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kama tulivyoanza mwaka na neno hilo la urejesho kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya mtu mmoja mmoja, na wamepita watumishi mbalimbali wakizungumzia vipengele mbalimbali kwa ajili ya urejesho, tumeandika. Lakini kwa neema ya Mungu nimepata haya ambayo nataka tena tuendelee kushirikishana kati yangu mimi na wewe kwa ajili ya safari ya ujenzi wa mwili wa Kristo na kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo kwa kadiri ya neema atakayonijalia, naamini tutaenda sambamba. Amina. Amen. Kitabu cha Isaya sura ya 42 mstari wa 6. Kitabu cha Isaya sura ya 42 mstari wa 6. Ambaye amefika naomba asome hapo, tutaanzia hapo. Haleluya. Isaya 42 mstari wa 6. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Mimi Bwana nimekuita katika haki. Nami nitakushika mkono kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa. Amina. Yeye Bwana ametushika, ametuita, ametushika na ametutoa kuwa agano la nini tuweka kwenye hapa kwa Isaya mahali hapa neno kwa ajili yangu na kwa ajili yako, ya kwamba Mungu ametushika kwa nini? Kwa mkono wake, na ametutoa kuwa agano na nuru ya nini? Ya mataifa. Kwa hiyo saa zote na wakati wowote tambua wewe ni mwana wa agano. Jina la Bwana libarikiwe. Tambua wewe ni mwana wa nani? Ni mwana wa agano. Na agano la Mungu popote unapokwenda linakulinda. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ukiwa mwana wa agano, unao ulinzi wa Kristo popote unapotembea, na chochote unachokifanya kiko ndani ya agano la Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ukiwa mwana wa agano na utatembea ndani ya agano, na agano litakuongoza, na agano litakufundisha, na agano litakuelekeza sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Tunaenda Zaburi 50 mstari wa 5. Zaburi ya 50 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano kwa dhabihu. Amen. Wacha Mungu wangu waliofanya agano nami. Tumekusanyika sisi na Mungu, lakini tumefanya agano na nani? Na Kristo. Hatujakusanyika pasipo agano. Tumekusanyika ndani ya agano la Kristo, na tumefanya kwa njia ya wokovu ambao tumekombolewa kwa agano la damu ya nani? Ya msalaba. Kwa hiyo sisi kusanyiko lililoteuliwa na Mungu tumefanya agano na Mungu, na ndio urejesho wenyewe ambao ulitupata kwa njia ya kuokolewa au kukombolewa, kwa sababu tulikuwa ni watu ambao hatufai wala hatustahili, lakini Kristo akatuhurumia, akatuokoa. Huo ndio urejesho, ya kwamba alikutoa wapi
ulikuwa ni mtu wa namna gani, ulikuwa unafanya nini. Mimi na wewe tunajua ya kwamba ni wapi Kristo alikotutoa, na kila mtu akitathmini alikuwa ni mtu wa namna gani. Alikuwa ni mtu ambaye hafai, lakini Bwana akatuleta kwenye kusanyiko hili kwa sababu ya lile agano aliloingia nasi kwa njia ya wokovu. Hebu mshangilie Kristo na makofi na vigelegele. Kwa hiyo wakati wote ukiwa unatembea mwana wa Mungu, ukitambua uko ndani ya agano, utalitunza agano, utalilinda agano, utakuwa ni mtu mwaminifu kwa Kristo, kwa sababu Kristo anakutazama wewe ili ajivunie ya kwamba ninaye mwanangu mahali fulani amelishika agano langu, ili aweze kukurejeshea vile tunavyotamani Bwana aturejeshe. Kaa ndani ya agano na tenda mema. Amen. Amena. Pointi namba 1 ni kuihubiri injili ya kweli kwa ujasiri. Pointi namba 1 ni kuihubiri injili ya kweli kwa ujasiri. Mtoto wa Mungu aliyeokolewa, aliyenunuliwa kwa damu ya msalaba, popote anapotembea au popote anapokaa, popote anapoishi, kwa sababu anajitambua, anainena injili ya kweli kwa ujasiri, kwa maana amekombolewa kwa agano la damu ya msalaba. Hakuna kitu kitakachomtisha wala kitakachompa hofu popote anaposimama, kwa maana anaye Kristo aliyemfia katika agano la wokovu, ndiyo anampa mamlaka ya kuinena injili ya kweli kwa ujasiri popote anaposimama, ili dunia ijue ya kwamba Kristo yupo na anatenda kazi pamoja na wale wampendao. Ni lazima usimame kunena kweli ya Kristo. Asubuhi nena, mchana nena, jioni nena, na yeye anakuangalia wewe ili aweze kupitisha vitu vya thamani. Anakutazama wewe ya kwamba ni kanisa lililookolewa, ni kanisa lililokombolewa, ni kanisa lililochaguliwa na Bwana. Ni nafsi yako imlingane Bwana saa zote katika kutenda mema. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Basi katika kipengele cha kuhubiri injili ya kweli kwa ujasiri, natamani tumwangalie mtumishi wa Mungu Paulo, namna alivyotembea na namna alivyoihubiri injili ya kweli kwa ujasiri popote alipoingia. Hakuogopa wala hakutishwa na chochote. Aliingia magerezani, lakini akitoka anaendelea kuichapa injili. Anapigwa mawe, lakini akiinuka anaendelea kuchapa nini? Injili ya Kristo. Na kwa sababu alikuwa analo agano, alilindwa. Alifanya nini? Alilindwa. Anapopigwa mawe, kama huna agano, huwezi ukabaki salama. Huwezi ukafanya nini? Ukabaki salama, kwa sababu yale mawe wanapokushambulia hawaangalii ni wapi wanapiga, lakini wanakurushia kwa namna wanavyoweza wao. Ndivyo walivyomfanya Paulo. Lakini Paulo alikuwa nalo agano la Kristo la kuifikisha injili kwa mataifa. Chochote walichokuwa wanatenda ndani ya Paulo, kwa sababu ya agano, mwili wake huisha katika Kristo Yesu. Kwa hiyo popote unapotembea, hebu tathmini ukuu wa Mungu. Hautaangamia, hautapotea. Yanapokuja magumu ni kwa ajili ya kukuimarisha na kukujenga uwe msaada wa wengine, si kana kwamba Kristo amekuacha. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14, anzia mstari wa 8 mpaka wa 11. Tunamwangalia huyu Paulo, tuone alipita katika vipindi vipi
wakati anaihubiri injili ya kweli kwa ujasiri, na namna alivyopita na namna Bwana alivyomtetea. Neno la Mungu Kitabu cha Matendo sura ya 14 kuanzia mstari wa 8. Nayo inasema, na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alikuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Akamkazia macho ya kwamba akaona ya kwamba kuna nini? Uponyaji. Ana imani ya kuponywa. Akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawa sawa. Akasimama upesi akaenda. Paulo akatumia mamlaka akamwambia simama kwa miguu yako miwili. Lakini neno linatuambia alikuwa kiwete tokea tumboni mwa mama yake. Lakini kwa sababu Paulo ana ujasiri na ndani yake analo agano la Kristo, akamtazama, akamkazia macho, akaona mtu yule ana imani ya kupokea uponyaji, na yeye ndipo akaachilia neno ya kwamba simama kwa miguu yako miwili, na yule kiwete akasimama sawasawa na neno la Bwana. Endelea mtumishi wa Bwana. Mstari wa 11. Na makutano walipoona aliyoyafanya Paulo, wakapaza sauti zao wakisema, wakasema kwa kilikoonea miungu wametushukia kwa mifano ya wanadamu. Wakamuita Barnaba Zeu na Paulo Herme, kwa sababu ndiye aliyekuwa mnenaji. Ndio. Niendelee. Ishia mstari wa 11. Mstari wa 11 unasema, na makutano walipoona aliyoyafanya Paulo, wakapaza sauti zao wakisema, kwa kilikaonia miungu wametushukia kwa mfano ya wanadamu. Ndio inapoishia. Amina. Endelea. Mstari wa 12. Wakamuita Barnaba Zeu na Paulo Herme, kwa sababu ndiye aliyekuwa mnenaji. Kuhani wa Zeu, ambaye hekalu lake lilikuwa mbele ya mji, akaleta ng'ombe na taji za maua hata malangoni, akitaka kutoa dhabihu pamoja na makutano. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Paulo aliponena kwa ujasiri, mtumishi wa Bwana Mungu, kwa sababu linakaa kwa wingi ndani yake, akatumia ile mamlaka ya kumwamuru asimame. Na wakati ndani anaumoja na unanena nini unapokutana na mgonjwa? Unanena nini unapokutana na mtu ambaye hajaokoka? Ili aweze kutambua ya kwamba Kristo anayekaa ndani yako ni mbadilisha mazingira wakati wowote ule. Bwana Yesu apewe sifa. Akanena kwa ujasiri. Na wakati amenena kwa ujasiri, wale makutano walipoangalia yale yaliyotendeka ambayo hawajawahi kuyaona, yamkini katika huo mji wanaoishi hawajawahi kuyaona, lakini wameyaona wakati Paulo amesimama katika agano na katika zamu yake kumtangazia huyu kiwete kutembea. Wakashangaa, wakastaajabu. Anasema wakakusanyika na wakaita na wakuu wengine ili waweze kutoa nini? Sadaka
na makutano. Bwana Yesu apewe sifa. Nikawa nimejifunza ya kwamba kumbe nitakaposimama kwa ujasiri popote ninapoinena injili ya Kristo na kumdhihirisha Kristo na kazi zake, urejesho utanifuata. Kwa sababu hapa walikusanyika wakataka kumtolea Mungu pamoja na mkutano watoe nini? Sadaka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ni nini ninachokifanya ambacho Mungu ataona nastahili kurejeshewa kwa wakati huu? Bwana Yesu apewe sifa. Neno limekuja ni wakati sahihi. Je, mimi najitambua kama Paulo? Kwa sababu Paulo asingejitambua, asingekuwa na nguvu ya kuamuru yule kiwete asimame. Lakini kwa sababu alijitambua na akamtambua Kristo aliyekutana naye, ya kwamba Paulo, ninalo agano mimi na wewe. Popote unapokwenda utateswa kwa mateso mengi, lakini ninalo agano, nitakutumia kama chombo changu kiteule cha Bwana. Paulo akawa hana shaka na Mungu anayemtumikia, akawa anatangaza matendo makuu ya Mungu, na kila anachotaka kitendeke kwa wakati wa Mungu kilikuwa kinatendeka. Vipi mimi na wewe? Tunayo safari ya kwenda mbinguni. Tunafanya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma hiyo sura kwa sehemu kubwa sana, Paulo alikuwa ni mtu anayepigwa sana. Alikuwa ni mtu anayeteswa sana. Alikuwa ni mtu anayekataliwa sana. Na wanafunzi wake aliowapata, walioambatana naye, walikuwa pamoja katika kila anachokifanya. Yesu apewe sifa. Kristo Yesu ainuliwe. Na kusihi mwana wa Mungu, katika nyakati za urejesho, ihubiri injili ya Kristo kwa ujasiri. Kama ni mtoaji, toa. Kama hutatoa tena. Kama unafanya kazi yoyote, fanya kama hutafanya tena. Ikiwa ni ya kutegemeza popote, kutegemeza tena. Kwa maana wakati tulio nao, na kuambia, ni mchache mno. Mno. Yesu, wewe vipi tutanena mimi na wewe nini, ikiwa wale ambao walituona asubuhi tunaenda kanisani, jioni tunaenda kanisani, afu tumebaki? Tutanena nini? Maana yake tutakuwa ni watu wa kuchekwa, na tukawa tumepoteza muda mwingi sana usiokuwa na matunda, yenye ujenzi wa Kristo, yenye safari ya kwenda mbinguni pala panda itakapolia. Hebu jioji, jikague, mimi nitakwenda wapi? Usiseme niko na mtu huyu hapa huyu. Hapana. Wewe kama wewe, peleleza nafsi yako. Tunapoungana hapa, tunakuja kwa umoja, wenye agano la umoja. Lakini katika unyakuo ni safari ya mtu binafsi. Hatuchangii kunyakuliwa. Tambua mwana wa Mungu, ya kwamba tutakuwa na kipindi kigumu mno, kwa sababu tulikuwa tunashinda kanisani. Hautajitetea mteule. Hautajitetea. Hakuna nafasi ya kujitetea. Tutengeneze kungari asubuhi, wana wa Mungu. Tujipeleleze kungari asubuhi, wana wa Mungu. Dunia inatutazama tutoe majibu ya Kristo kama Paulo alivyotoa majibu. Kwa nini hatutoi majibu? Tujiulize, shida ni Mungu au ni sisi? Na kama ni sisi, tufanye nini sasa, mimi na wewe, ili tuweze kuibadilisha dunia, tuweze kubadilisha familia zetu, tuweze kubadilisha mazingira. Mwana wa Mungu yoyote anapotembea amelibeba agano, anasimama sawasawa na agano la Mungu aliye hai. Na kutamani sana, mwana wa Mungu, tushare hizi neema za Mungu tunazofundishana. Zitakuwa mashtaka kwetu. Yaani ile siku ya mwisho zitakuwa nini? Ni mashtaka kwetu. Zitatushitaki.
Amina. Naomba angalie kitabu cha Matendo sura ya 26 kuanzia mstari wa 23 hadi 25. Nipo kwenye pointi hiyo hiyo ya kwanza, sijatoka hapo. Matendo ya Mitume sura ya 26 mstari wa 23. Neno la Mungu linasema ya kwamba Kristo hana budi kuteswa, na ya kwamba yeye kwanza kwa kufufuliwa katika wafu atatangaza habari za nuru kwa watu wake na kwa watu wa mataifa. Alipokuwa akijitetea hivi, Festo akasema kwa sauti kuu, Paulo, una wazimu? Kusoma kwako kwingi kumekugeuza akili. Lakini Paulo akasema, sina wazimu, Festo mtukufu, bali nanena maneno ya kweli na ya akili kamili. Bali ananena maneno ya kweli ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini huyu anamwambia una wazimu. Hata wewe leo unaweza ukakutana na maneno magumu unaposimama kuitoa Injili. Paulo alikutana naye. Sio wa kwanza wewe. Paulo alikutana naye, anaambiwa kabisa wewe una wazimu. Maana yake yule alikuwa tayari kuipotosha kweli ya Mungu iliyo ndani ya Paulo. Paulo angejiona duni, ile kweli ya Mungu ingepotea. Lakini kwa sababu Paulo alijitambua, aliongeza kuinena kwa ujasiri wote. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Pointi namba 2 ni kutembea katika uwepo wa Mungu siku zote. Ni kutembea katika uwepo wa Mungu siku zote. Mtu anayetembea kwenye uwepo wa Mungu huwa ana nguvu za Mungu zinazotenda kazi ndani yake, kwa sababu anatunza uwepo wa Mungu siku zote na anajilinda na kujikana na kila kitu. Kwa hiyo anatembea na uwepo wa Mungu siku zote. Haijalishi watu wanamuonaje au wanamtazamaje, yeye anaangalia Kristo anasemaje juu ya maisha yangu, juu ya safari ya wokovu, juu ya kusudi la Mungu aliloliweka ndani yangu, ambalo litaamuliwa kutenda kazi kwa wakati na majira ya Bwana yaliyoamuliwa. Anatembea kutunza uwepo wa Mungu ambao unamsaidia kufanya kazi pamoja na Mungu. Kitabu cha Matendo ya Mitume 9:33 mpaka 35. Kutembea na uwepo wa Mungu siku zote. Kitabu cha Matendo ya Mitume 9:32 mpaka 35. Neno la Mungu linasema hata Petro alipokuwa akizunguka pande zote, akawatelemkia na watakatifu waliokaa Lida. Akamwona mtu mmoja huko, jina lake Ainea. Ndiyo. Mtu huyo amelala kitandani miaka 8, maana alikuwa amepooza. Petro akamwambia, Ainea, Yesu Kristo akuponya. Petro akamwambia Ainea, Yesu Kristo amekuponya. Manake ile mamlaka ya uwepo wa Mungu ndani ya Petro ilimthibitishia ya kwamba nikimtangazia uponyaji huyu aliyepooza kwa miaka hiyo iliyotajwa hapo, ni lazima Kristo atende kazi na atoe majibu. Endelea mtumishi wa Bwana. Petro akamwambia Ainea, Yesu Kristo akuponya. Ondoka ujitandikie. Mara akaondoka, na watu wote waliokaa Lida na Shaloni wakamwona, wakamgeukia Bwana. Amen. Wakamgeukia nani?
na wewe tutamani popote tunapokaa tufanye kitu kitakachowageuza watu au jamii inayotuzunguka wamgeukie Mungu tunayemtumikia. Huo ndio urejesho wa watu ambao wanatakiwa kurejesha makanisani, kwa sababu Yesu anasema kondoo wengine sio wa zizi hili, lakini imenipasa kuwaleta katika zizi hili. Ndivyo na mimi tunatakiwa kufanya hivyo sawasawa na neno la Kristo, ili Bwana atutumie kama vyombo alivyovitenga vipya vyenye meno makali ya kupulia makaa katikati ya moto. Maana tumetangaziwa au tumepewa mamlaka ya kuwatoa walio katika mashimo, ya kuwatoa katika moto, ya kuwatoa katika magereza, kwa sababu tunalitazama neno, na neno ndio mwongozo wetu, ndio kielelezo chetu kinachotudhihirishia ya kwamba Kristo anafanya kazi pamoja na sisi. Bwana Yesu apewe sifa. Umemaliza mteule wa Bwana? Umeishia 35? Amina, ubarikiwe na Bwana. Pointi namba 3. Kuomba kwa uaminifu ili kile unachokiombea kiweze kuzaliwa. Kuomba kwa uaminifu wote ili kile unachokiombea kiweze kuzaliwa au kutokea. Kuomba kwa uaminifu wote ili kile unachokiombea, kama unaombea maono, kama unaombea kazi, kama unaombea uzao, kama unaombea chochote, unaiombea nchi, unaliombea taifa, ni kuomba kwa uaminifu mpaka kile unachokiombea hata kitokee au kizaliwe. Amina. Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 5 na wa 6. Neno la Mungu linasema, basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna ndugu zetu wengi sana wamefungwa magerezani. Unaweza kusema mimi sina aliyefungwa, lakini mimi nataka kukuambia sisi wote hapa ndugu zetu wamefungwa. Nitakwambia wamefungwa kwa namna gani. Usiangalie labda kaiba au katekwa. Yaani mtu aliye mlevi kwenye ukoo wangu mimi, tayari huyo ana kifungo, amefungwa. Lakini mimi ninayetaka urejesho, niwe wa kwanza kumhurumia huyo ndugu ambaye amefungwa, na mimi ni kanisa, na akiwa nilie kwa ajili ya walevi, nilie kwa ajili ya makahaba, nilie kwa ajili ya wahitaji mbalimbali ambao hawajawahi hata kuisikia Injili, ili waweze kukutana na Mungu, waweze kukombolewa na kuokolewa. Tunawaona hawa ndugu zetu walikaa kwa uaminifu, wakaomba. Ndani ya kuomba hawajui anatoka lini, lakini waliomba kwa uaminifu wote. Walikuwa ni kanisa kama mimi na wewe tunavyopatana leo. Tukutane katika nyumba ya ibada, tuombe kwa ajili ya jamii zetu, tuombe kwa ajili ya ndugu zetu, tuombe kwa ajili ya nchi, tuombe kwa ajili ya taifa, tuombe kwa ajili ya mabara mbalimbali, ili Bwana afanye jambo jipya.
credit yetu inakuwepo kwenye ufalme wa Mungu tukisimama kwa uaminifu, kwa sababu popote walipo dunia wanatutazama. Tunanena nini ili wao wakisikia waweze kutafuta madhabahu ya The Well of Sanctuary Church, ya kwamba tunatoa majibu yanayotoka kwa Kristo. Huwezi ukamzuia mtu yoyote kwa sababu amesikia. Maana mimi na wewe tunatakiwa kujipanga ndani ya agano ambalo Kristo ametuamini nalo. Tusiwe nje ya agano, wala tusitende mfano wa mataifa. Anasema haki yetu isipozidi ya Mafarisayo. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Dunia imechoka, wana wa Mungu inatutazama sisi, lakini na sisi tumepoteza direction. Tunaitazama nini? Dunia ndio itoe majibu. Wakati huo Mungu anatutazama, anatuhurumia, anashangaa. Ni kanisa nililolikomboa kwa agano la damu ya msalaba. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Urejesho wenye agano la Mungu linahitaji kujikana. Linahitaji kufanya nini? Kujikana. Na unapojikana hutakuwa mtu wa kawaida. Naweza nikaongea tumishi wa Bwana pale wakiwa jeshini, hakuna ganaye tembea labda kiutepetevu. Jeshi gani litakukubali ukiwa mtepetevu? Ndani ya Kristo tuonyeshe ushujaa, tuonyeshe kukua, tuonyeshe kuongezeka, ili Bwana atuamini na vilivyo vyake atutume. Sio kana kwamba Mungu anashindwa kuachilia baraka. Sio kana kwamba Mungu anashindwa kuachilia uponyaji. Mimi na wewe mwana wa Mungu tunamsogelea Mungu kiasi gani kukaa katika uaminifu, kukaa katika utakatifu, kukaa katika utauwa utakao kusogeza karibu na Mungu, uweze kuisikia sauti ya Mungu wakati wowote. Wenzetu walikuwa hata wakiwa kwenye mapango, kwa sababu ya ule utakatifu wanaisikia sauti ya Mungu kwenye mapango. Yesu atusaidie. Yesu atujalie neema ya kusimama katika zamu. Ya kusimama katika zamu. Si nyakati za kuigiza wana wa Mungu. Si nyakati za kujionyesha wana wa Mungu. Ni nyakati za kujikana na kumshika Kristo aliyekufia hata mauti ya msalaba. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaelewana. Tunakumbushana kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni. Meli iko tayari, imekwisha kutia nanga, inakutazama wewe. Uko tayari kupanda hiyo meli? Wakati mwingi baba mtumishi wa Bwana mchungaji amekuwa akisema, nakumbuka alisema kuna vitu akasema shoka liko shinani kwa ajili ya yale mabaya tunayotenda au ambayo tumeyakumbatia, iwe ni nchi, iwe ni mtu binafsi, iwe ni familia. Wakati unapoendelea kuyatafakari hayo na kuangalia, yanatimia, lakini hayatatimia kama kundi. Unayaona kabisa kweli shoka liko shinani kwa ajili ya kukata ule uovu ambao unalisonga kanisa lisiweze kufikia kwenye hatima ya Mungu. Wala Mungu hayuko tayari kuwapoteza watoto wake. Hayuko tayari. Rehema zake ni kuu kila itwapo leo. Zinatukusanya, zinatusogeza karibu na Mungu, zinatufadhili, zinaachilia rehema
Usiseme Bwana yuko huko unakoenda kufichama. Anatutazama. Tafakari, umetia hasara kiasi gani kwenye mwili wa Kristo? Kama kwenye kazi tunatafakari hasara tunazotia, kwenye biashara tunatafakari umepata hasara kiasi gani? Vipi kwenye mwili wa Kristo? Unapofunga mwaka, ulishawahi kukaa ukatathmini, mimi Beatrice nimetia hasara kiasi gani kwenye ufalme wa Mungu kwa ajili ya nafsi zilizotakiwa kusikia sauti kutoka kwangu, afu sijazifikia? Ulishawahi kutafakari? Kwa sababu tunaambiwa tutatoa hesabu. Hesabu ipi na wakati sijatafakari nimetia hasara kiasi gani? Ninapotambua nimetia hasara kiasi gani, maana yake napata neema ya kumsogelea Mungu na kumwambia Baba, niongezee neema mwaka huu, kipindi hiki, majira haya nitatenda sawasawa na msaada wa Roho Mtakatifu. Nisaidie mwana wa Daudi ili niweze kuwa mwaminifu katika kazi yako, niwe mjenzi pamoja na mwili wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Tafakari mteule wa Bwana. Tafakari mwana wa Mungu. Mungu anatupenda sana. Anatuwazia sana. Anatuamini sana. Lakini akichungulia, nikimpa na mpotezea. Sio kana kwamba hawezi kuachilia. Urejesho upo sana, lakini anachungulia. Amelilinda agano, ni mtakatifu, anajitambua. Anasema basi aendelee tu kukaa na hiki nilichompa aendelee, ili nisije nikamkosa kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Mazingira yoyote hayawezi kubadilishwa pasipo mimi na wewe. Yanabadilishwa na mimi na wewe. Hata kama umeolewa mahali popote, usipojitambua unaenda kuishi mazingira yale yale uliyoyakuta. Lakini ukijitambua unabadilisha mazingira. Hata waseme hivi, huyu aliyeingia ni mtu wa tofauti katika ukoo wetu, kwa sababu umejitambua. Lakini usipojitambua ya kwamba mimi ni mwanamke wa Kiebrania, nimbadilisha mazingira. Popote ninapokwenda nimebeba shehena ya utajiri, kwa maana Kristo niliye naye ndani yangu ni tajiri. Unaingia kwenye familia, unaibadilisha hiyo familia. Tuache kudanganyana watoto wa Mungu. Tuache kudanganyana. Simama binti yangu. Simama mwanamke mwenzangu. Simama kijana. Simama baba. Mungu anakuhitaji hivyo hivyo ulivyo. Hakuna aliyeokolewa kwa hasara. Hakuna aliyeokolewa kwa bahati mbaya. Mungu amekuokoa. Analo kusudi ndani yako, na agano la Mungu liko pamoja na wewe. Kaa tu katika kutafakari. Kaa katika kumpenda Mungu. Kaa katika kuwaza, je, akirudi leo mimi naenda? Akirudi leo uzao wangu mimi unaenda? Kwa sababu amesema nafsi ya mtu huyu ikiangamia na mimi nitapotea. Lakini leo tumeingia, tunadanganyana, nasema atajua mwenyewe mimi ni mtakatifu naenda mbinguni. Lakini ukweli Biblia inasema damu ya mtu huyu nitaitaka wapi? Nimesema mimi, nimesema neno la Kristo. Damu ya mtu huyu, awe ni mkeo, awe ni mume wako, wawe ni watoto wako, damu ya watoto ataitaka mikononi mwetu, kwa sababu ametupatia kama zawadi ili tuweke neno la Kristo sawa sawa. Na nasema tuwasikizishe Torati. Hata wajapokuwa watu wazima hawataiacha. Je, tuna uhakika tunafanya hivyo? Bwana Yesu apewe sifa. Unajioji tu, tuna uhakika tunafanya hivyo? Na kama hatufanyi hivyo, tunategemea nini
kwenye ufalme wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Naomba uangalie neno la Bwana katika Yohana Mtakatifu Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Yohana Mtakatifu sura ya 9 mstari wa 1 mpaka 4. Ndio. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Pointi andika, imetupasa kufanya kazi za Mungu siku zote pasipo kukata tamaa. Imetupasa kufanya kazi ya Mungu siku zote pasipo kukata tamaa. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anapotaka kuachilia urejesho wa kazi ya Mungu ndani yangu, anaangalia najitambua. Jina la Bwana libarikiwe. Najitambua. Kama najitambua, maana yake anaachilia maradufu utendaji wa Mungu wenye nguvu za nani? Wenye nguvu za Mungu, kwa sababu najitambua. Kwa kiwango kile ambacho mimi najitambua, ndicho Mungu atakachonitumia. Kwa hiyo mimi na wewe tunatakiwa tuongeze kiwango cha kumtafuta Mungu, ndivyo ataongeza na nguvu ya utumishi ndani yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Katika utumishi wenye agano ambalo tunafanya kazi pamoja na Mungu siku zote, kuna kipengele ambacho nataka tukiangalie, ya kwamba wakati mwingine tunafarakanishwa na kweli ya Kristo. Maana yake zinatupwa laana, lakini kwa sababu tunalo agano la Mungu aliye hai, zinapotupwa laana, agano la Mungu linafanya nini? Linatulinda. Zinapotupwa laana au nguvu yoyote kwetu, agano la Mungu la wokovu linatulinda. Agano la Mungu linalinda watoto wetu wakiwa mashuleni. Agano la Mungu linalinda ndugu jamaa na marafiki wakiwa maofisini. Agano la Mungu linawalinda wakiwa wanasafiri, iwe ni kwenye ndege, iwe ni baharini, iwe ni nchi kavu. Agano la Mungu linawalinda hawa watu, sawa sawa na kanisa la Mungu linavyoomba siku zote, usiku na mchana, kulitakia kanisa ulinzi, kulitakia kanisa baraka, kulitakia kanisa amani, kulitakia
kuliombea kanisa ushindi wenye nuru ya Kristo na kukombolewa, kutembea katika uhakika wa Mungu ya kwamba Baba yuko pamoja nasi, anafanya kazi hata sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kaa katika agano la Mungu ili ulinzi wa Mungu uweze kuwa pamoja na wewe. Wakati mwingi huwa nawatazama wale wanaoingiaga ndani ya maji, wana mavazi wanavaa. Wale wanaoingia ndani ya nini? Ya maji. Wanaenda kwenye kina kirefu sana. Yaani wakiwa kule chini unamuona kabisa anajidai kwa elimu aliyosomea au kwa kazi aliyonayo sawasawa na kule ndani ya maji. Kile kitu kinamuhakikishia kile alichokivaa, kinamuhakikishia, sijui jina inaitweje ile wanayovaa wanapoingia kwenye nini? Kwenye maji. Inamuhakikishia ya kwamba ataenda salama na atarudi nini? Salama. Je, si zaidi yangu mimi na wewe ambaye Kristo ametufia msalabani akatuhakikishia kwa agano la damu ya msalaba? Si zaidi? Kama wale wanaenda wanarudi na wako mikononi mwa Mungu, mimi na wewe ni zaidi. Popote ninapoingia najiona nimevaa vazi ambalo hasitaudhulika, yani sitapata madhara ya aina yoyote, kwa sababu ninaye nani? Kristo mtenda miujiza. Ana uwezo wa kunificha nikakaa hapa, mtu akapita na asinione, kwa sababu ninalo agano. Hataki nipotee wala niangamie, kwa sababu sijayatenda yale aliyoyakusudia juu ya uso wa nchi yatimie, na wengine wamjue Kristo kwa kupitia mimi. Dunia ipokee majibu kwa kupitia mimi. Ulimwengu ujue ya kwamba Kristo hajawahi shindwa. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaangalia Baraki na Balaam, eneo la kulaaniwa. Tunamwangalia Baraki na nani? Na Balaam. Sisi ni wasomaji wazuri sana wa neno la Mungu. Naamini kabisa kila mtu hicho kipengele huwa anakisoma. Je, wakati wanapoongeza bidii ya kulaani, sawa, ni nini kilichotokea mahali pale? Anasema ni rahisi kumchafua mtu. Ni rahisi kufanya nini? Kumchafua mtu mbele za watu. Lakini ni vigumu sana kumchafua mtu mbele za Mungu. Ni vigumu sana mwana wa Mungu kumchafua mtu mbele za Mungu. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini kumchafua mbele za watu unaweza ukaenda uwezavyo. Umemuona yule mama aliyesimama pale mbele, ukanena uwezavyo, na watu wanakuelewa, wanakuamini, ukapoteza uaminifu wa kunitangaza mimi katika wema. Watu wanapokuangalia wasema, kama mama Emela amenena, inawezekana yule mama ndivyo anayoyaishi. Ni rahisi sana. Ni rahisi sana, lakini ni kitu ambacho hakiwezekani nikaenda mbele za Mungu kwenye madhabahu ya Mungu kumchafua mtu aliyemnunua kwa gharama ya damu ya msalaba. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Labda yule mtu awe hajitambui. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo wewe unayechafuliwa, acha kunungunika. Acha kurudi nyuma. Acha kukata tamaa. Nenda kwa Baba ambaye anajua. Machafu 20 likitendeka moja la wokovu, yeye amekutakasa, amekuosha, amekusamehe, amekufungua, amekuweka huru sawasawa na neno la Kristo. Tutaifahamu kweli, nayo kweli itatuweka huru, nasi tutakuwa huru kweli kweli. Acha. Tambua tu. Yaani naomba utambue ya kwamba kweli kwa watu ni rahisi sana kumchafua mtu, lakini sio kwa Mungu muumba mbingu na nchi. Hata awe na machafu 100. Angalia jambazi.
Jambazi anaziangamiza nafsi za watu, na hata yamkini hata wewe ulishawahi kumuona kaua, hata auwe watu 20, lakini akienda akisema Jehova Baba, niko hapa, nimetambua nilimezwa na zama za ujinga zenye dhambi iliyonikokota na kunipeleka katika uovu na uharibifu, na sasa nakurudia, nivue ili vazi Kristo, nivike vazi lako ili nitembee na nuru yako, ili nitembee na wokovu wako. Kristo anasema karibu mwanangu, mimi ni Baba ninayesamehe, ninayerehemu maelfu na maelfu wanaolicha jina langu. Unaanza kuhoji, yamkini hajaokoka, yamkini nakwambia mimi nakukatalia, wewe ulikuwa unamuona pale, ndio ulikuwa unamuona, lakini wakati wa Bwana umemtoa pale alipokuwa amesimama, umemleta madhabahuni, na amekutana na Mungu kwenye madhabahu hii, amepokea majibu, amebadilishwa, anafanana na Mungu aliye hai, aliyemuumba kwa sura na kwa mfano wake. Acha kumjaji mtu. Nimekupa huo mfano ya kwamba ni rahisi kumchafua kwa mwanadamu, lakini sio kwa Mungu aliyemuumba. Kwa hiyo saa zote ukiona umechafuka, usirudi nyuma ukaenda kukaa kwenye kiti kile, utapotea, utaangamia. Rudi kwenye madhabahu ya Bwana. Lalua moyo, uwe ni binti, lalua moyo, uwe ni baba, lalua moyo, uwe ni mama, lalua moyo, uwe ni mjane, yatima, maskini, lalua moyo. Yapo majibu kwenye madhabahu ya Bwana, na Mungu anataka tutambue hivyo, ya kwamba aliagana nasi, tunakutana naye kwenye madhabahu hii. Haijalishi tumechafuliwa mara ngapi, lakini nataka nikwambie Yesu yupo kwenye hii madhabahu. Haijalishi tumechafuliwa mara ngapi, haijalishi walitumbukiza mpaka matope maji yasitoke, lakini nataka kukwambia kwenye urejesho wa Mungu, wakati kama huu, kisima kimetiburiwa na maji yanatoka, na maji yanatoka, na maji yanatoka kwa ajili ya wokovu, kwa ajili ya agano. Tutateka maji kwenye visima vya wokovu alivyotuchimbia Kristo. Katika mkao wa kumtazama Kristo kwa jicho la tofauti. Hakuna madhabahu utakayoenda ukakuta wote ni watakatifu. Hakuna madhabahu utakayoenda utakayokuta wote ni watakatifu. Mbebe huyo unayeona mdhaifu, mpeleke kwenye madhabahu ya Mungu. Acha kunung'unika. Tumeambiwa tutasaidiana. Mweke hapa, mwambie Kristo, tunakuja mimi na ndugu yangu huyu, hatuwezi, lakini neno linatuambia tunayaweza yote katika wewe ututiaye nguvu. Mioyo yetu imechoka, mioyo yetu imezimia, mioyo yetu imekata tamaa. Tutie nguvu Kristo, tutie nguvu Kristo. Kama imani imetindika, anasema mitume wakamwambia Yesu, tuongezee imani. Hata mimi na wewe, imani imetindika mara ngapi kwa yale uliyoyaona? Wakati kama huu, mwambie Kristo akuongezee imani. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Baraki na Baramu, laana iligeuzwa kuwa baraka. Laana iligeuzwa kuwa baraka. Ni mara ngapi umepokea mashutumu yenye laana? Uliyapokeaje? Uliyatafakari? Uliyapeleka msalabani? Uliyaangalia vipi? Nataka jioni ya leo uangalie kwa jicho la uungu wa Kristo, ya kwamba laana haina fungu kwenye maisha yako. Haina fungu kwenye maisha yako. Kama wana wa Israeli waliokuwa ndani ya agano, Yesu Kristo aliwarehemu na ile laana, akasema hawezi kulaaniwa
aliyebarikiwa. Mara ngapi mimi na wewe neno limetutangazia kubarikiwa? Tukitangaziwa kubarikiwa, ukitoka hapo ukikutana na gumu, unatamka nini? Unalishika lile la baraka au lile gumu ndio linavuta moyo, unaachia zile baraka, unaambatana na lile gumu afu linakumeza? Wakati wa watu unapokutana na magumu, mwinue Kristo, mwabudu Kristo, mshukuru Kristo, mtukuze Kristo, muangalie kwa jicho la rehema. Mwambie Baba, hata juu ya nafsi zilizokaa hapa, mimi kama mwanamke sistahili, lakini umenistahilisha kwa sababu ya kulinena hili neno, ili ndugu zangu walisikie, tuweze kwenda mbinguni katika safari ya wokovu uliyotuitia. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema laana haina fungu juu ya maisha yako. Katika urejesho, naenda kumalizia, wenye agano la Mungu, tunamwangalia Yusufu katika urejesho. Wenye agano na nani? Na Mungu. Tunamwangalia Yusufu. Yusufu mahali popote alipopita, ni Mwanzo 37. Ni Mwanzo 37. Utaenda kusoma yote. Mahali popote alipopita Yusufu, tokea anapoanza kwenye familia yao, alipita katika mazingira magumu, kwa sababu alikuwa nalo agano na nani? Na Mungu. Na chochote alichokuwa nakiona alikuwa anapeleka kwa ndugu zake, na ndugu zake walikuwa wanaufahamu kuliko yeye, wakawa wanaelewa kila anachokinena, lakini yeye alikuwa hajui. Ikaenda hatua hadi hatua mpaka wakamuuza, na walipomuuza akafikia kwenye nyumba ya Potifa. Lakini tambua, huyu mtu analo nini? Agano. Alipofika kwenye nyumba ya Potifa, akakutana na Potifa mwenyewe aliyemnunua, akampa vyote. Akampa nini? Vyote. Na alipompa vyote, hakumwekea mipaka. Lakini yeye kwa sababu analo agano, akatambua, katika vyote nilivyohakikishiwa, huyu mwanamke sio mali yangu, ni mali ya Bwana wangu. Ni mimi na wewe, mara ngapi tukiaminiwa kwenye sekta hizo tunapoteza uaminifu? Mwambie jirani yako, usikubali kupoteza uaminifu. Hata alipotaka kumtenda kwa hiana ili alale naye kitanda kimoja, alikumbuka lile agano na Mungu wake, ya kwamba hili linaniondolea ufalme ulioko mbele yangu. Siwezi kufanya kitu kama hichi kwa sababu Mungu ameniamini, amenipa vyote, lakini huyu mwanamke namuheshimu kama ninavyomheshimu Bwana wangu. Mara ngapi mimi na wewe tumeingia kwenye nyumba za wateule, unamheshimu baba afu mama unamshusha? Mtazame Yusufu. Mtazame nani? Yusufu. Alikuwa na uwezo wa kufanya hicho anachotaka huyo mwanamke, lakini alitambua agano na akatambua Bwana wake alivyomheshimu, kumpa hiyo nusu ya ufalme hapo ndani. Akasema siwezi kufanya kitu kama hiki. Mwanamke akajipendekeza, na uzuri nao ni gharama. Alivyojipendekeza, akajipendekeza, akasema hapana, kama ni vazi nitaliacha, lakini siwezi kumtenda Mungu dhambi. Siwezi kumtenda Mungu dhambi kwa sababu ninalo agano. Akakubali kuteseka. Mwambie jirani yako, uko tayari kuteseka? Uko tayari kuteseka? Kumbuka alikuwa anakula kwenye hii nyumba ya mfalme,
na alikuwa na seti vitu vyote. Yamkini draw za hela ni yeye anazetoa, anawatuma wafanyakazi, nendeni mkafanye, kwa sababu bwana wake amefanya nini? Amemwamini. Lakini hapa anafikia hatua ya kuvikataa vyote ili alinde agano, alinde uwepo wa Mungu, alinde nguvu za Mungu. Akasema niko tayari kukaa gerezani, nikose vyote, mpaka huyu Masihi aliyenifia msalabani atakaponitokea huku gerezani. Akakaa. Agano hilo linamfuatilia, agano linampitisha kwenye mazingira magumu yenye mateso. Usilihalifu agano, usilihalifu agano, litakufikisha mbali sana. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Basi akakaa gerezani kwa muda usiojulikana. Haelewi anatokaje hapo, lakini anaamini agano alilonalo litamtoa siku moja. Na neno la Mungu linaniambia hawai wala hachelewi. Yeye anatenda kwa wakati na nini? Na majira aliyoamua yeye mwenyewe Mungu. Na yalipofika majira, Yusufu alitoka gerezani. Na alipotoka gerezani, alitafasiri yale maono sawa sawa na neno la nani? La Bwana. Akatumia tu hekima. Anajua mimi ni mtu wa agano, siwezi kujipendekeza popote pale. Akasema unaweza kumweka mtu yoyote yule. Akatumia nini? Hekima. Anataka kuliangalia lile agano linamdhihirishaje machoni pa yule mfalme. Akasema unaweza kumchagua mtu yoyote ukamweka. Yule mfalme akamwambia, ndugu, tupate wapi mtu kama huyu? Na agano ndiyo limemtambulisha. Ndugu, tupate wapi mtu kama huyu? Akarudishiwa maradufu ya vile alivyoviacha kula alikoliacha Joo. Vyote, ufalme wote wa dunia ukawa mikononi mwake. Akafanya sawa sawa na neno la Bwana. Akatenda yaliyo ya Kristo. Taifa lote likajua kuna kijana mwenye agano na Mungu ameingia kwenye taifa hili, amebadilisha historia ya taifa iliyokuwa inapita katika mazingira fulani, na sasa inapita katika mazingira mengine kabisa. Ndivyo hata mimi na wewe, popote tunapotembea, tuwe ni watu waliishi agano. Hata katika mazingira magumu, mwamini Kristo. Katika vipindi vigumu, mwamini Kristo. Hata katika moto, mwamini Kristo. Katika maji, mwamini Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Mwamini nani? Kristo. Ipo siku moja Bwana atakutoa. Nakumbuka siku moja nilikuwa niko shuleni. Nataka nikuonyeshe mazingira nini? Magumu. Nilikuwa niko shuleni. Tukaenda kuogelea mchana. Tukaenda kufanya nini? Kuogelea. Wakati tumeenda kuogelea, mahali pale mtu ambaye anaenda kuogelea ni yule mwenye uwezo. Ni kina kirefu, kimeshapoteza watu wengi. Tukaenda kuogelea. Tumejichagua ya kwamba fulani anaweza, fulani anaweza, fulani anaweza. Tukaenda. Tukavua nguo zetu, tukajitupa kwenye maji. Tumetoka kwenye mwamba, tumejitupa kwenye maji. Kila mtu anaogelea kwa uzoefu anaoweza. Hatukujua wakati sisi tumeingia kwenye yale maji, kuna kundi la pili limekuja. Lakini mwenzao waliomchukua hajui kuogelea kabisa. Na wamemuingiza kwenye hicho nini? Kwenye hicho kina kirefu. Sasa nikawa nimeogelea, nikakaa juu ya maji hivi, nasikia kelele. Nilipokaa juu ya maji, nauliza kelele ni za nini? Wakaniambia Fatuma ametumbukia kwenye maji.
na hatujui ni nani atakayemtoa. Wakazoa nguo wakakimbia wote. Nikakaa pale juu ya maji, nikaambia Mungu, nafanyeje katika mazingira magumu? Nilipokaa juu ya maji, natazamia katika kile kilindi cha maji, kwa sababu maji yanaenda hivi, anatokea wapi? Nimekaa pale juu, nikamuona kaibukia kama kule kwenye ile nguzo, amepanda hivi juu. Na alivyopanda, nilivyomtazama, yani tayari kashafanya nini? Kashachoka. Nikashuka chini. Niliposhuka chini nikalala. Nikaenda kutafuta pale nilipomuona. Nikakutana naye bado hajashuka chini. Nikatega mgongo, nikambeba, nikamkusanya na mikono hii, nikambana mikono, nikaanza kuogelea kwa sababu ni mto mpana afu ni mrefu. Nikaanza kuogelea nimtoe ng'ambo ya maji. Kumbuka tutoroka shule. Basi nilipotoka katika nchi kavu, tumbo limejaa nini? Maji. Na ile ilikuwa ni awamu ya mwisho. Angezama, angeenda moja kwa moja. Nikachukua mchanga, nikaanza kulichapa lile tumbo na mchanga. Akaanza kutapika yale maji. Alitapika yale maji yote, lakini akawa amechoka sana. Sasa sitakiwi kwenda shuleni, ni mazingira magumu hayo, nimetoroka. Sitakiwi kwenda shuleni, natakiwa kumwangalia huyu mpaka apate uhaweni, nimrudishe kwa wazazi wake. Na kwa wazazi wake ni mbali, unapita kwetu. Sasa wakati na mkanda yatoke yale maji, nitizame nguo na kuonyesha mazingira nini? Magumu. Nitizame nguo, wamesomba zote. Za yule ninaye mkanda maji, za kwangu hamna nguo, watoto wa Mungu. Kwa hiyo pale nategemea nimtengeneze. Sasa nambebaje nimpeleke kwao? Na nguo wale wamechanganyikiwa, wamezibeba zote. Ashukuriwe Mungu. Akapita baba mmoja, vile vile nilivyo, sikutazama nilivyo, nikamkimbilia. Nikamwambia, baba nisamehe. Ukienda pale shule, muone kiranja fulani, mwambie wanafunzi waliotoroka na nguo zetu, yule kiranja atuletee. Haikukawia, msaada wa Mungu ukatokea, yule kiranja akatuletea. Sasa yule kiranja alitotuletea, sasa yeye kapanda hewani, ni mkaka, anatutazama, anambia, wewe usitutazame, sisi tunataka nguo, tuko vitani. Akawa anacheka, akaniambia, hai, nguo zenu hizo tutakutana shuleni nitacheka mpaka nikamwambia, ukicheka na kuzaba makofi. Na walikuwa wananijua, ukicheka na kuzaba makofi. Nini nazungumzia? Mazingira magumu, unamtengeneza mtu alafu mnapotelewa na nguo. Kwa hiyo ile fedhea, wote tukawa tuko nini? Uchi. Lakini hatimaye wokovu wa Bwana ulipatikana kwa yule dada, hakufa. Waliponiletea nguo nikavaa, na yule naye nikamvalisha, nikambeba, nikampeleka kwao. Nimefika kwa mama yake, nazungumzia agano, nataka ujue. Nilipofika kwa mama yake, nikamwambia, samahani mama, tulienda kuogelea, lakini huyu sisi hatukumchukua. Lakini nilivyoona watu wanasema katumbukia, mimi nimeingia, nimemtoa, nimemleta. Yule mama alilalua nguo akatupa. Watoto wangu wote wameishia kwenye maji. Yaani manake ni agano linawafuatilia nini? Wale watoto wake. Na sasa nilikuwa na 5, wamebaki 2. Hao wengine wote mmoja mmoja kwa vipindi tofauti walifia kwenye maji. Mwingine alikuwa na luka, akadumbukia, hakupatikana mtu wa kumwokoa. Kwa hiyo siku ile maana yake nilikuwa nimeandaliwa, kwa sababu na mimi sijui kuwa ninalo Mungu, kwa sababu nilikuwa sijaokoka.
Lakini leo ninapokuambia ya kwamba lile agano lililokuwa ndani yangu liliweza kufanya wokovu kwa yule binti, naye akapokea ukombozi wa kutokuangamia kwenye maji. Maana yake nini? Mimi nilitumika kama chombo kuikomboa ile nafsi, na mpaka leo yule dada anaishi. Lakini nilichojifunza, kwa nini nimeyaleta kwenu, ya kwamba agano, wewe uliye kwenye wokovu, agano linakufuatilia. Aliye katika uharibifu, agano linafanya nini? Linamfuatilia, lakini hajui anatokaje katika hilo agano la uharibifu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo namshukuru Mungu, jioni ya leo nimeshare na wewe maneno ya uzima, ya kwamba tunapoenda kuhitimisha ibada, mtafakari sana Yusufu, ya kwamba lile agano lilimrudishia, kama sisi tunavyonenda kwa Bwana, ya kwamba ni kipindi ya tufanye nini? Turejeshewe. Na katika kurejeshewa kama kanisa, maana yake tunalo agano, lakini kuna urejesho wa mtu mmoja mmoja, uwe ndani ya nini? Ya agano. Kama Yusufu hakupotea, na sisi vitu vyetu havitapotea. Tutatembea katika huduma 5. Tutatembea katika huduma 5, hatutapotea. Tutatembea katika vipawa na karama, sawa sawa na neno la Mungu kwenye Wakorintho. Hatutafanya nini? Hatutapungukiwa na chochote, kwa sababu urejesho wa Mungu uko ndani ya neno la Kristo. Kwa hiyo ndani ya vipawa na karama, ndani ya huduma 5, wewe ukitembea, kila huduma ina neema yake. Bwana atafanya vitu vya tofauti kwenye maisha yetu. Kanisa litabarikiwa, kanisa litakuwa, kanisa litaongezeka na kuzidi, kwa sababu sisi tumekaa ndani ya agano na tumebeba huduma 5, tumebeba vipawa na karama. Urejesho ni haki yetu, kwa sababu tuko ndani ya agano la Kristo. Kwa hiyo kaa katika kipindi tulicho nacho, ili Bwana aweze kuturejeshea sawa sawa na neno la Kristo. Kaa ndani ya agano. Hayo yote tuliyoshare, ili uweze kuona ya kwamba Mungu ni mwaminifu, analiangalia agano. Hili neno unaloliona hapa, nalo ni agano. Ukilikamata litakufikisha mbali. Ukiliona limewekwa tu hapa, basi urejesho utausikia kwa jirani yako. Liko pale Ezekieli 17. Huo ndio msingi wa kanisa, na kukumbusha. Ukiliangalia, ukalitafakari, ukajiungamanisha nalo, litakufikisha mbali. Ukaliona limeandikwa tu pale mlangoni, linakupita, kwa sababu aliyeandika anakukumbusha. Unapoingia mahali hapa, upo msingi. Usiingie mahali ukashindwa kuangalia msingi. Msingi ni neno la Mungu. Hili hapa lile pale njiani pale unapoingia, hajatuwekea kama nembo au kama picha au kama alama tu. Ametuwekea ili saa zote iwe ni ukumbusho, litutimizie yale aliyotuahidi Mungu kwa kupitia hili neno. Nalo ni msingi, nalo ni roho, tena ni uzima, na tena ni kweli. Limetufanyia nafasi kweli kweli, nasi tutazidi katika nchi. Pokea kuongezeka, pokea kuzidi, pokea kustawi, pokea kumjua Kristo kwa kina na mapana na marefu, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Paulo alipokubali kugeuka, alitembea na nguvu za Mungu, alitembea na ahadi ya Mungu. Na wewe jioni ya leo, kubali kugeuka, mtazame Kristo anayeliangalia agano ndani ya neno, ili apate kuritimiliza na kutufanyia hivyo na kuzidi, kwa kuwa ahadi za Mungu kwenye maisha yetu ni amina na kweli. Kubali tu, kubali tu Mwebrania wa Mungu, kubali tu mteule. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Tafakari hayo niliyoshare. Ninapoendelea kuzungumza na wewe, kumbuka Esther alikuwa ndani ya agano. Agano limemuingiza kwenye nini? Kuwa mke wa mfalme. Lakini pia
alifanywa kuwa mkombozi wa Wayahudi, kwa sababu Wayahudi walikuwa wanalo agano. Wanapenda kuambia watoto wa Mungu ya kwamba kuna wakati nachekaga afu na mwinu wa Mungu, ya kwamba nilikuwa sijui Esther alichokifanya, lakini yalipofika kwenye maisha yangu nilijua kumbe Esther hata mimi amenisaidia, amemfadhili mwanangu kukaa kwenye nchi ya Wayahudi. Wangeangamia, mwanangu angefikaje kule? Huwa natafakari sana, kwa sababu Mungu aliyeyaruhusu hayo yote ni kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe. Ni kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe. Hatutachangia utukufu na Mungu. Kama kanisa limefanya, halitachangia utukufu na nani? Na Mungu. Amefika kule ili kanisa litangazwe au liinuliwe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Tuende mbele za Mungu wakati kama huu. Wewe sawa na kile ulichokisikia, naamini kuna sehemu umeipokea, na katika kuipokea hiyo itakusogeza mbele za Mungu. Utake urejesho kwenye sekta ipi, na kwenye vitu gani, na kwenye mazingira yapi? Nenda mbele za Mungu hivyo hivyo ulivyolisikia neno. Mwambie, Baba, niko mbele zako, nahitaji unirejeshe vyote vilivyokuwa vimepotea, sawa na neno la Mungu ambalo nimelisikia jioni ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, tunakuinua Masihi na kukutukuza Bwana, na kulibariki jina lako wakati kama huu na saa kama hii. Bwana, sisi ni watoto wako, tumelisikia neno lako, na wakati huu tunajiungamanisha na madhabahu yako Kristo, na neema yako Kristo, na agano lako Kristo, na kusudi yako Kristo, ili uweze kuyatimiliza yale uliyoagana nasi katika nyapo za Kristo kwenye madhabahu hii. Maana wewe Mungu naliangalia neno ili upate kulitimiliza. Timiliza makusudi yako kwa ajili ya watu wako jioni ya leo. Timiliza makusudi yako kwa ajili ya nafsi jioni ya leo. Bwana, tuna njaa na kiu ya kukuona wewe, na tumekuona ndani ya neno hili. Bwana, tumelisikia Bwana, tusaidie kuomba, tusaidie kuihubiri injili ya kweli kwa ujasiri, tusaidie kutembea na nguvu zako, tusaidie kutembea na uwepo wako, tusaidie kulitunza agano uliloingia nasi kwenye madhabahu hii, ili taa ya The Word of Sanctuary Church isije ikazimika. Mungu, tunapokukumbusha wewe ni Baba na sisi tu watoto wako, tutembelee sawasawa na neno lako, tutembelee sawasawa na nguvu zako, tutembelee sawasawa na agano lako, tutembelee sawasawa na makusudi yako jioni ya leo. Baba, ninakuinua na kukutukuza. Usitufiche uso wako Mfalme, tunapokukumbusha kwa kila jambo, tunapokukumbusha juu ya maono, tunapokukumbusha juu ya huduma, tunapokukumbusha juu ya kazi yako, tunapokukumbusha juu ya injili. Kristo, usitufiche uso wako, nasi tutanua mioyo tukijinyenyekesha mbele zako, na kukutaka wewe na neno lako, na kukutaka wewe na nguvu zako. Bwana, waguse watu wako, ponya Jehova, wape haja ya mioyo yao, watendee na kuzidi Kristo, kwa maana wameingia kwenye jengo hili, wamekuja kukutana na wewe Kristo. Usinyamaze Bwana, wala usitulie, kwa mkono wako wa kuume wenye nguvu, waguse Mfalme wa utukufu, waguse Mungu kwenye shida. Unatazama, omba agano lako, omba tu, agano lako. Bwana anayekumbuka agano na wewe, ana agano ambalo anasema nalikujua kabla hujazaliwa. Alitufahamu, alitujua, ametutenga kuwa dhabihu ya mataifa. Ni yeye Alfa, ni yeye Omega, ni yeye Bwana wa mabwana. Hatua zako, mawazo yako anayafahamu. Mwambie tu, mkumbushe tu, usijichukie, usijihukumu, usijienee maneno ambayo hata Kristo hajawahi kukunenea. Yeye ndo angetakia wewe na hasira na mimi na wewe kuliko yoyote chini ya jua, kwa mfano na mifano aliyoitumia mtumishi wake mingi, iturejeshe kujua kwamba
tunalo agano tunalotembea nalo, ndilo litakaloleta urejesho, tukijitambua na kuthubutu kufanyia kazi yale ambayo tunaona akili zetu zinakataa. Mwambie Bwana Yesu, asante, niko tayari kutembea na wewe. Nalikumbuka agano lako, kama ulimtoa Petro gerezani, ndivyo ulivyomtoa hata Paulo gerezani na kina Barnaba. Tushike mkono katika kizazi hichi, tuipeleke Injili, tuwe na ujasiri wa kuambia wengine na kuombea wengine waokolewe, maana ulisema unao na wengine sio wazizi. Sisi yumkini Wayahudi kwa njia ya ukoo. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya siku ya wewe, tusiaibike, ni katika jina la Yesu Kristo, na watu tuseme amen. Amen. Nimpe Bwana Yesu makofi. Chukua nafasi yako ukae. Wow. Bariki mtumishi wake. Amen. Amina. Neno ambalo amempa jioni ya leo linagusa kila eneo, hakuna lilichobakisha. Basi wakati unajiandaa kutoa matoleo yako, mwambie Bwana Yesu, mimi niko tayari kuifanya kazi yako ya Injili, maana ndio kusudi la agano letu na yeye, ili tuwafanye na ndugu zetu ambao hawajamjua Kristo, wako gerezani, wako kifungoni. Dhabihu hizi ukaziunganishe na maombi ya moyo wako kwamba Bwana Yesu yeye anafanya. Amina. Mwambie tu Mungu, sadaka yangu naenda kuitoa, naiunganisha na familia na ukoo na ndugu. Amen. Popote walipo, kwenye pombe, kwenye mambo ambayo ni machukizo, sadaka yangu hiyo Baba ukaipokee, malaika wakiiona wakaibebe kwa imani, wafikia ndugu zangu kijijini, mikoani kule tulikotolewa. Bwana asante, maana utabariki, utaipokea na kuizidisha. Utakemea anayekula afya, anayekula roho ya neema ya wokovu kwenye familia zetu. Neema yako ikawaangazie nuru ndugu zetu katika Kristo, katika jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Amen. Toa tu matoleo yako, hatuna muda wa kupoteza. Unahitaji kurudi majumbani. Mungu akubariki sana. Ibada ya Jumatano. Amen. Amina. Kila Jumatano tutakuwa na sura mpya kwa makusudi kabisa